Wakala wengi pia nahitaji uwe na mzigo mkubwa pia. Kwa hiyo ilikuwa tuliweka ila hiyo kubwa ili tuwe na mawakala wachache tuweze kwa control, and then tujipe muda at least hata mwaka wa kusoma soko linaendaje. Then tumelisoma soko, tumelielewa, and that's why tumekuja na mzigo mkubwa. And now sasa tunachukua mawakala ambao hata wale wajasiriamali wenye kipato kidogo. Kwa nini wanakuwa asilimia kubwa wa superstars, tukizungumzia hata Marekani pia biashara kubwa ambayo wana plan kuifanya kwa wanawake, biashara ya vipodozi? Why not biashara nyingine? Inategemea, mimi sina tu biashara ya vipodozi. Lakini vipodozi ni okay, mimi sina tu biashara ya vipodozi. Lakini vipodozi kwa sababu ni passion yangu. Ni kitu ambacho nakipenda. Unajua ukishakuwa mwanamuziki wa kike unakuwa inspired na vipodozi vya watu wengine, kwa sababu si ndio unarembeka, unatumia skin care na nini, kwa hiyo unajikuta umeingia kwenye hayo maisha, and then baadaye brand inapokuwa kubwa unaona why not usiwe navyo wewe mwenyewe. Okay. Yeah. Na kwamba sasa hivi Nandy biashara ndio inakulipa sana kuliko muziki ambao pia unaufanya? Hapana, labda niseme 50-50. Kuna msimu na msimu. Biashara yangu ni msimu wa siku zote. Biashara yangu kila siku naingiza hela. Kila siku nafunga hesabu. Muziki unakuta kwa mwezi unaweza kufanya show 3, show 4, kwa sababu most of the time ni weekends. Yeah. Lakini pia bei ya show zangu na nini ni tofauti na mahesabu yangu naofunga kila siku. Lakini vyote naviheshimu kwa sababu vinaniingizia hela. Yeah. Kwa maana hiyo kwamba isimeni kwamba siku za usoni tegemea Nandy atakuja kuachana kabisa na muziki, aanze kudeal pia na biashara, kwa sababu biashara inamuingizia pesa zaidi. Na hiyo biashara imetokana na muziki, kwa hiyo tuko sawa. So kwa tukiangalia biashara ya muziki, competition imekuwa kubwa sana. Wewe ni mmoja wa wasanii ambao wanafanya vizuri sana. Naamini kuna mwanamuziki ambaye yuko chini anatamani ufika level ambayo umefanya wewe. Umefika wewe. Unafanya nini ili kuweza kumaintain hii status yako ya kimuziki ambayo uko sasa hivi? Consistency, ile focus ya nini unataka. Mimi naangalia sana soko sasa hivi linataka nini, muziki umehamia wapi, watu wanapenda nini. Ukiangalia Nandy wa mwaka jana na juzi ni tofauti na mwaka huu kwa branding na kila kitu. Kwa hiyo najaribu kulisoma soko, sio kama nalipatia sana, lakini najaribu kwenda nalo jinsi ninavyotaka. Yeah, hicho cha kwanza. Lakini kingine ambacho ni kisiwe cha kwanza ndio inaweza kuwa cha kwanza, fichi cha pili, Mungu akikupa kibali basi kibali ni chako tu. Wewe ni msanii wa kike pekee ambaye naweza nikasema una own record label, na hongera kwa kuweza kusimamisha hilo. Though nimeona kuna baadhi ya comments kuhusiana na record labels zetu za hapa Tanzania, watu wamekuwa kiongea kuwa wasanii wa Bongo hawajui kusimamisha record labels, na kila mtu akiongelea kwa upande wake. Kwako wewe, ili record label isimame, ni nini inahitaji, lakini pia record label ni nini na nini inataka? Ili record label isimame inahitaji kupata wasanii wanaoelewa nini maana ya record label, na mwenye record label aelewe nini maana ya kuwa na record label. Ili record label iwe record label inahitaji pande zote mbili ziwe na usimamizi mzuri, na inahitaji pande zote mbili ziwe na uvumilivu, msanii na mwenye record label. I think hicho ni cha muhimu sana, na inahitaji talent pia. Okay, speaking about msanii wako ambaye pia ametoka ndani ya label, na mzungumzia Yami. Of course pia statement ilitoka ndani ya The African Princess na ulizungumza. By the way, juzi kati alitoa ngoma yake mpya na alidai kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo pengine nyie African Princess ilikuwa mnavihitaji na yeye alivitimiza. Tuanzie kwenye swala la kulipiza milioni 100 alilolizungumza yeye. Ni kweli lilikuwa lina uhusiano, kwa sababu hata kwenye statement yenu nyie hamkuandika kama mmemlipiza milioni 100. Hii story ambayo alizungumza ni la kweli? Yeah, ni kweli. Ni kweli. Okay. Kwa nini mlitaka milioni 100? Ndivyo mkataba ulivyo. Ukiwa una terminate kabla ya muda kufika, kuna gharama ambazo unatakiwa ulipie. I think na haikuwa bei hiyo, ilikuwa ni zaidi ya hiyo. Lakini kutokana na mahusiano yetu mazuri na bado ni mtoto mdogo ambaye anajitafuta, tulimpa chance ya yeye kuamua yuko comfortable kwenye bei gani, and then akawa yuko comfortable kwenye bei hiyo, tukapokea kama asante. Yeah. Inakukata kama msanii unaona kwa kusimamisha mtu anataka kuondoka kabla yeye uanze kupata kuchukua hela zako? Hapana,
hainikati kwa sababu naamini kila kitu Mungu anapanga. Huwezi jua kwa nini imekuwa hivi sasa hivi na huwezi jua ingetokea nini mbeleni. Tunatamani aendelee kukua, tunatamani aendelee kufanya vizuri. Kwa sababu anapoendelea kufanya vizuri ndipo ambapo anaitangaza The African Princess, sababu ni zao la The African Princess. Yeah. Okay, sawa. Kuna hizi tetesi za kauli ya Yami kwamba alikualika kupitia management, lakini alipokupigia simu wewe haukupokea siku mbili. Kuna ukweli wowote, ulikuwa na taarifa ya yeye kutambulisha kazi mpya na alikualika ukutokea, au taarifa zake si sahihi? No. Hapana. Hakunipigia kiukweli simu. And hata mimi mwenyewe nilimtafuta kwenye DM kwa sababu niseme Instagram nisema ambapo anapenda kuingia sana. Kwa hiyo nilimtumia message. Nikamtumia interview ambayo niliiona, nikamuuliza kwamba umenipigia simu siku mbili? Ipi? Basi sijaona simu. Na nikampa option pia, kama ingekuwa umenipigia labda simu kunipata, una option nyingi. Ana namba ya mdogo wangu, ana namba ya dada yangu, ana namba ya Memo, ana namba hadi ya Naya. Anayo. Anayo. Angeweza kunitafuta pia huko kama sipatikani. Lakini kiukweli kwenye simu yangu Mungu ananiona sikuona hiyo simu. Lakini yeye alichonijibu ni kwamba alibiwa simu, hakuwa na namba, na mara mwisho mimi ndio nilimpigia pia aliniambia kwamba ameibiwa vitu vyake. Nilikuwa namuuliza kitu. Kwa hiyo kwake ilitokea namba, umeona. Yaani mimi nilipompigia ilitokea namba, lakini hakuniambia kama ana uzinduzi. Inawezekana labda alikuwa bado hajapanga uzinduzi. Kwa hiyo aliniambia nilipiga ikakata. Yaani alinipigia ikakata. Ndio alivyonijibu. Lakini akaniambia tu sorry kama nitakuwa nimechukulia vibaya. Then ikaisha tu hivyo, lakini kiukweli kwa mimi sikupokea. Nadhani kwamba hii ni njia sahihi kwa baadhi ya wasanii walikuwa wanatoka kwenye lebo kuonekana na kupambana na nafasi zao. Kwa sababu Nandy umeshafanya kazi na watu mbalimbali, sio chini ya lebo lakini ushirika wa kibiashara. Unadhani ni sahihi kwa hao wasanii ambao mnawatoa kesho wanakuja wanatukana lebo au wanazungumzia vibaya mabosi zao? Ni njia sahihi ya kuanza muziki kujitegemea? Sio njia sahihi kwa sababu katika maisha hii dunia yenyewe ni mduara. Huwezi jua mbeleni nani atakusaidia katika situation gani. Na inabidi mahali unapotoka upaache pazuri, ili unapopata shida uweze kurudi nyumbani. Kwa hiyo inapaswa watu waelewe pia thamani ya hizo lebo, umeelewa, kwamba watu walijitoa kwa mapenzi na sio kwa vinginevyo. Okay. Sawa, speaking about msanii mwenzako wa kike Abigail Chams, of course pia alikuwa nominated kwenye tuzo za BET, na of course pia na wewe ni mmoja kati ya wasanii ambao pia ulionekana unafuatilia kwa ukaribu kabisa tukio la tuzo za BET. What's your comment kuhusiana na tuzo za BET? Amini Abigail Chams hajapata, lakini pia labda pengine una neno kwake kama msanii ambaye pia anakutizama, kwa sababu najua yule ni mdogo wako. Kwanza nimpa hongera sana. Kufika tu pale na kukanyaga ile red carpet ya BET ni kitu kikubwa sana. Na amewakilisha nchi. Yeye ni mshindi. Yaani kufika tu pale yeye tayari ni mshindi. Kwa sababu hawezi kutokana na washindi wawili, watatu, wanne, lazima achaguliwe mmoja kutokana na wao. Lakini kwetu sisi yeye ni mshindi, na kwa mashabiki zake yeye ni mshindi. Aendelee kutengeneza muziki mzuri as always. Tunamtakia kila la heri. La mwisho ili kwangu. Nandy uko kwenye ndoa takriban miaka mingapi sasa hivi? Mitatu. Una neno gani unaweza kumshauri? Najua umepitia mengi, uzushi mwingi, maneno yanakuwa mengi sana kuhusiana na ndoa yako. Watu wanataka kufarakanisha. Unaweza kumpa ushauri gani? Best yako Zuchu ameingia kwenye ndoa sasa, ametuambia hivi. Unaweza kumpa ushauri gani ili ndoa yake iweze kusustain kama ilivyokuwa ya kwako mpaka sasa hivi na furaha na familia? Kiukweli siwezi kumpa ushauri kwenye mtandao kwa sababu tunachat sana na tunashauriana vitu vingi. Kwa hiyo ushauri wangu anao mwingi na wako nao mwingi. Tunashauriana wote tuko kwenye ndoa. Ulialikwa? Hapana, ile ilikuwa private, kila mtu alikuwa yuko surprise, lakini nitaalikwa kwenye shughuli. Ulitangaza na unaona yule pale kwa yako ya ndoa. Sijapata. Sina. Unahisi kwamba kusaniliwa usingekuwa na Billnass kwenye mazingira kupotea kwa pete ingekuwa ni tabu kidogo kujieleza? Kubwa sana. No, na Mungu alinisaidia. Okay, na bado pia si unaitafuta kwa mtu ambaye labda pengine anaweza kuanua interview.
dongo nono na vitu kama hivyo. Yani nishasema atakayeniletea nitampatia milioni 10. Kiukweli sio kwa sababu eti si pete zina gharama sana. Unajua mtu mwingine anaweza kaisi kama anatoa milioni 10 zipete zitakuwa milioni 50. Hizo pete zinaweza kaa ziko chini hapo, lakini memory yake ni kubwa kuliko wanachokidhania. Okay. Labda pete ilipopotea kutokana kuna maneno ambayo yalikuwa mengi, ufushi wengine wanahusisha na masuala ya kishirikina kwenye familia yako, labda hawakuhusisha labda kwamba ni masuala ya kishirikina ndio pete yako ndio kupotea. Sasa tuamini, afu uzuri upande wa mume wangu na upande wangu mimi wote ni Wakristo, na tena wale Wakristo walokole kabisa, watu walioshikilia dini. Kwa hamna mtoto mwenye hao mawazo. It happened, mwizi tu. Kama imeibiwa tu. Ilipangwa imeibiwa. Huwezi jua labda niombeni nipatie pesa nyingine. Thank you so much. Karima Story Live. Bonyeza hapa kusubscribe na bonyeza hapa kwenye alama ya kengele ili usipitwe na video mpya kila inapowekwa.